Kuna swali kubwa sana ambalo mara nyingi sana ili swali huulizwa na watu wengi ambao wanauelewa kwa kiasi fulani kwenye forex, na wamekuwa wakistruggle lakini hawapati matokeo. Wengi huuliza, unawezaje kumsaidia mtu ambaye anauelewa kwenye forex lakini bado ana struggle financial? Na swali hili Mike analijibu vizuri hapa. Hebu tumsikilize. First of all, tunatakiwa tuongee ile neno uelewa kwenye forex. Watu wengi sana they term themselves kwamba sasa mimi naielewa forex, naijua forex, najua ABC, lakini in real sense you just understand the mechanism, na tena pengine hata hiyo mechanism huielewi inavyopaswa, bado hujaielewa inavyopaswa. You just know the ABC to say, yani unajua hii ndo forex, nafanyika hivi, na fund hela hapa na place trade hivi. Sasa kufund hela, ku place trade, kuona blues au kuona reds kwenye account yako sio uelewa kwenye forex. You need first to understand what does this mean kusema uelewa kwenye forex. Lakini pia ni ukweli kwamba wapo ambao wanauelewa, tunauotime ni uelewa, lakini wanaishia kupoteza. Sasa mimi siashumuki kama wanauelewa kabisa, kwa sababu hawezi kuwa na uelewa kwenye forex usielewe masuala ya risk management. Usiapply risk management kwenye maisha yako. Kwa the fact tu kwamba hauapply risk management kwenye maisha yako inaonyesha kwa nini una struggle financially. Risk management kuanzia kwenye biashara unazofanya, risk management from how you fund your money, risk management from how you take your trades. But a lot of traders who terms themselves kwamba mimi naielewa forex, unakuta asilimia kubwa ana fund $500 asubuhi, jioni ana sifuri na komba hela kula. How can you call yourself a trader? Yani tuna expect tujifunze vitu vingi sana kutoka kwako kwa sababu tayari wewe unauelewa forex, lakini wewe ndo mtu ambaye una very unpredictable life. Yani maisha yako, kesho yako huijui vizuri. Kesho yako yani ni ya wasiwasi. Kwa asilimia kubwa mtu ambaye anajitema na uelewa kwenye forex na ana struggle financially, in short hana uelewa kwenye forex. Yani uelewa wa forex unakusaidia kwenye vitu vingi nje hata ya trading. That's what I can say. Sasa nina hakika umepata majibu kama na wewe ulikuwa na swali kama hili. Usiache kuwasiliana nasi endapo bado na wewe ni miongoni mwa wale wanao struggle ili uweze kupata msaada. Karibu.